Wananchi wa Shamiani hapa, changamoto hizi za usafiri hapa boti, naelewa hapa iko boti, lakini saa nyingine kuna changamoto, sijui haina mafuta, sijui haina kitu gani. Nimeomba nipate maelezo mazuri ya eneo hili na baadaye tutakaa na wenzetu wa Shamiani hapa. Nataka kuhakikisha kwamba hapa pana boti masaa 24. Ikitokea dharura wananchi wa hapa wanasafiri, kama anapelekwa hapa hala kuna dharura apelekwe bila ya masharti yoyote. CCM oye! Na ikiwa itatokea kwamba boti iliyoko ni mbovu, hakuna boti hapa, na wahakikishia tutaleta boti mpya, tutaleta mashine mpya, na tutaleta mafuta ya kuhakikisha wananchi wa hapa wanasafiri bila ya matatizo yoyote. Suala la wanashamiani kwamba anafika pahala anataka kwenda kujifungua pahala, kwa mfano Mwambe pale, au pahala pengine kuna dharura, anafikia kuishia anakufa hapa kwa sababu ya hakuna usafiri, ili jambo halitawezekana. Nami nikiwa mwakilishi hapa pamoja na wenzangu tumekubaliana hatutakubali jambo hilo, tutahakikisha tunaweka mazingira mazuri. Lakini kwenye hili, na wale ambao tutawapa dhamana wananchi wa Shamiani ya kuwahudumia wenzi wao, lazima na wao wahudumie kama ambavyo imeelekezwa. Suala la kituo chetu cha afya, nimeambiwa ipo changamoto ndogo ya sola. Nilipata hiyo salamu pale. Nataka niwahakikishie tayari wataalamu wetu tumesha wakabidhi, na hili jambo ndani ya muda mfupi kutoka sasa, kutoka leo, hapa Shamiani itakuwa limekamilika. Hili tutalimaliza na tuhakikishe huduma za hapa zinapatikana vizuri. Tumeshawafanya utaratibu pale hospitali ya Mwambe. Kulikuwa kuna changamoto ndogo sana. Tumeshatoa maelekezo ndani ya siku zisizozidi 10 kutoka leo. Tunategemea sana kina mama wa Mwambe wote watajifungulia pale pale Mwambe, na madaktari tayari wameshakuwa allocated, madaktari wameshaletwa pale, wataendelea kuwahudumia kina mama tena kwa nidhamu kubwa. CCM oye! Naelewa Shamiani kuna wavuvi wengi. Suala hili mwenzangu aliyepita amelisema, lakini mimi nitalisema kwa namna tofauti kidogo. Mimi nalizungumzia suala la uvuvi wa Shamiani, tutoke kwenye uvuvi tuliouzoea tuende kwenye uvuvi wa kisasa. Tuwe na boti za kisasa, tuwe na mitego ya kisasa, lakini pia tuwe na vifaa vya kisasa vya kutupelekea pahala ambapo tunakwenda kuvua uvuvi wenye tija. Leo hii wazee wangu wa Shamiani, unatoka na kidau asubuhi, unarudi jioni au usiku, hukupata kitu chochote, hata kitoweo chako kimekushinda. Si ndivyo? Kina mama wanasubiri kupokea, huku hawana cha kupokea. Sasa tunataka tulete uvuvi wa kisasa. Na nini uvuvi wa kisasa? Tulete maboti yenye hadhi ya kisasa ambao wataweza kuvua hata masafa marefu. Tulete mashine zile, siku hizi kuna kitu wanaita fish finder. Ile mashine inawekwa pale kwenye boti, alafu ukiiweka tu, ukiwasha, inakuelekeza wasamaki wanapatikana pahala gani. Ndugu zangu, huo ndio uvuvi wa kisasa. Zamani wewe unapiga kasia zako unaelekea tu huko mashariki. Wengine wanachukua maji, wanasikiliza harufu ya maji. Kwa harufu hii samaki watakuwa wako pahala fulani. Ukifika huko wimbi ni kubwa, samaki hakuna, unarudi huna kitu. Tuweke hizo fish finder, unaweka, unawasha, inakuonesha kwa mkondo huu samaki wa aina fulani watapatikana pahala fulani. Mtavua uvuvi wa kisasa, mtapata kipato kizuri, lakini tutaweza kuhakikisha kwamba wale samaki wanaovuliwa pia mnapata soko la uhakika wa kuuza samaki hao.
Ndugu zangu wana Shamiani, uvuvi ule wa zamani umeshapitiwa na wakati. Kwa hiyo tutakuja kukaa na wana Shamiani, tutaleta maboti, tutakubaliana maboti hayo utaratibu wao utakuwa vipi, lakini utakuwa kila mmoja anaweza kuyahudumia na anaweza kurejesha kile ambacho kitakuwa kinatakiwa kidogo sana bila ya shida ya aina yoyote. Lazima tuwe na utaratibu, tutakuwa na mitego ya kisasa ili wana Shamiani mwende mkafanye uvuvi wenu kwa salama. Lakini wakati huo huo tutaweka utaratibu mwingine wa mawasiliano ambao pengine